Majirani wa Mbea wanaangalia mahusiano ya majirani zao na wanachokiona kinawasha moto wa udadisi, tamaa na wivu. Kila usiku wanakaa kwenye dirisha wakitazama, wakisikiliza, na kadri wanavyotazama zaidi ndivyo wanavyoharibika ndani. Kamera zinakuwa macho ya hukumu, kila siri wanayoona inawageuza kuwa wahalifu wa kimya. Wanapoamua kuacha, tayari wamekuwa sehemu ya mchezo unaowatafuna. Mipaka kati ya mtazamaji na mhanga inafutika, na wanapogundua kuwa nao wanaangaliwa. Napenda kuanza movie yetu, ila kabla sijaanza, na kutakia siku njema wewe pamoja na uwapendao, na waombea siku yenu iwe ya furaha zaidi, na bila kupoteza muda tuweze Filamu inaanza na wanandoa vijana Thomas na Pepper wakihamia kwenye nyumba yao mpya ya kifahari. Wakala wa mali anawapa maelekezo yote kuhusu nyumba na jinsi ya kuitunza. Wanandoa hao wanaonekana wenye furaha kubwa, hatimaye wakianza maisha mapya pamoja. Usiku wanakaa pamoja wakinywa mvinyo, huku Pepper akimwambia Thomas kuwa wanapaswa kuzungumzia kuhusu watoto. Anamwambia kuwa hataki kupata mtoto kwa angalau miaka 4 ijayo. Anaeleza kuwa hakuweza kufurahia ujana wake kwa sababu alikuwa bize na masomo ya udaktari, na sasa anataka kufurahia maisha na kufanya mambo ya kijana kwa uhuru kwa miaka michache kabla ya kuwa mama. Thomas anakubaliana naye kwa upole na wanagawana busu la upendo. Wakati wakibusiana, wanaona mwanga wa tochi ukimulika kutoka dirisha la ghorofa ya pili upande wa pili wa barabara. Wanatazama vizuri na kugundua kuwa mwanga umetoka kwenye nyumba ya jirani ambapo wanandoa wengine wako sebuleni. Mwanaume akiwa anampiga picha mpenzi wake. Pepper anajisikia vibaya na anageuza uso akisema hawapaswi kuwachungulia, lakini Thomas anasema hawachungulii kwa makusudi bali wapo tu kwenye mstari wa kuona. Pepper anasisitiza kuwa wanakuwa wakosefu wa adabu, lakini Thomas anasema ni kama wanandoa wale wanataka waonekane. Hatimaye wote wanakubaliana kuwapa faraga majirani zao. Usiku huo Pepper akiwa amevaa nguo za kulalia za kuvutia anaenda chumbani kusherehekea usiku wao wa kwanza, lakini anamkuta Thomas akiwa amelala usingizi mzito. Asubuhi inayofuata Pepper anamweleza rafiki yake Ari kuhusu matukio ya jana usiku. Ari anamwambia kuwa inaonekana kama wanandoa wale ni watu wanaopenda kuonyesha miili yao, na anapendekeza Pepper aone hiyo kama burudani badala ya tabu. Jioni Pepper anarudi nyumbani na Thomas anapendekeza watazame wanachofanya majirani zao kupitia dirisha. Pepper anamuonya awe mwangalifu, lakini anajiunga naye muda mfupi baadaye. Wanazungumza jinsi wanavyoweza kuwasogelea na kuwa marafiki. Wanawawekea majina ya utani, Margaret kwa mwanamke na Brent kwa mwanaume. Ghafla wanamwona Brent akiwa anabanwa na kukosa hewa, huku Margaret akiwa amevaa vichwa vya muziki, hajui kinachoendelea. Wanahisi wasiwasi wakidhani atakufa, lakini kabla hawajaamua kumsaidia, Margaret anageuka na kumwona Brent, hivyo Thomas na Pepper wanavuta pumzi ya ahueni. Usiku huo Pepper hawezi kulala, anainuka kuchukua kinywaji na kumwona Margaret akitoka nje, huku Brent akiwa nusu uchi dirishani. Asubuhi inayofuata Thomas anaona Brent akiwa anafanya kikao cha picha na msichana mdogo ndani ya nyumba na anacheza naye kimapenzi. Jioni Pepper anapita sokoni na kuona madomo yenye lenzi, akasinyaa, lakini ananunua ili waweze kuwatazama majirani kwa ukaribu. Anaporudi nyumbani wanatumia lenzi hizo na kumwona Brent akichepuka na yule msichana aliyekuwa naye awali. Wanahisi huruma kwa Margaret, huku Thomas akionekana kuwa na hatia kwa kuwatazama, lakini Pepper anamwambia hakuna ubaya. Wanaendelea kutazama wakati Brent akiendelea kufanya mapenzi na yule msichana, na Pepper anapendekeza wafanye hivyo. Tuandikie kwenye comment movie yako pendwa, ile iliyokufanya ucheke, ulie au hata kusahau muda. Kumbuka, hii unayoangalia sasa pia ilichaguliwa na mtazamaji kama wewe, na ya kwako inaweza kuwa inayofuata. Pia wakiwa wanatazama dirishani na hivyo wanajikuta wakizama kwenye mihemko. Usiku huo Thomas akiwa amelala, Pepper anaamka tena na kutazama upande wa pili wa nyumba na kumwona Margaret amerudi nyumbani akiwa hajui lolote kuhusu usaliti wa mume wake. Siku inayofuata Thomas na Pepper wanakutana na Ari pamoja na dada yake Thomas aitwaye Johnny. Wanakaa pamoja na kuzungumzia kuhusu wanandoa wale wa dirishani, huku Ari akipendekeza kwamba labda wanapaswa kujaribu uhusiano wa wazi. Pepper anasema ingekuwa vizuri kama wangeweza kuwasikia wakizungumza. Johnny
anawaambia kuwa wakati wakiwa chuo, Thomas na marafiki zake walikuwa wakitengeneza kifaa kinachotumia mwanga wa laser kama kipaza sauti cha mbali kusikia mazungumzo ya watu. Pepper anasisimka na kumwomba Thomas amweleze jinsi kifaa hicho kinavyofanya kazi ili waweze kusikia majirani zao. Thomas anamwambia kuwa madirisha hutikisika kwa sauti, hivyo wanaweza kutumia mwanga wa laser kugundua mitetemo na kuibadilisha kuwa mawimbi ya sauti. Pepper anafurahia wazo hilo, lakini Thomas anasema hilo ni kinyume cha sheria na haliwezekani isipokuwa kama kuna kioo upande wa pili kitakachorudisha mwanga huo. Wanapokuwa wakizungumza, wanagundua kuwa kuna sherehe ya mavazi inayoendelea kwenye nyumba ya Brent. Pepper anapata wazo na kumshawishi Thomas wavae mavazi ya sherehe na waingie humo wakijifanya waalikwa. Wanachanganyika na wageni na hata kupigwa picha na Brent. Pepper kwa siri anaweka kioo kidogo nyuma ya sanamu iliyo karibu na dirisha. Kisha wanarudi nyumbani kwao wakiwa na shauku. Wanapowasha kifaa, wanafurahia kuona mwanga wa laser ukirudi vizuri na kusikia mazungumzo ya Margaret na Brent wakigombana kuhusu usaliti. Margaret anamkabili Brent akimtuhumu kumsaliti, huku akijaribu kujitetea kwamba hana kosa na kwamba Margaret anatafuta visingizio vya kumwacha. Brent anajifanya kuumizwa na maneno yake na kumwambia kwamba kama wataendelea kugombana hivyo basi wataishia kwenye talaka. Margaret anajutia maneno yake na kumwambia hataki kuachana naye. Brent anamkejeli na kumwita mjinga, kisha anaondoka chumbani. Pepper na Thomas wanabaki wameduaa wakisikiliza kwa mshangao. Siku inayofuata, Pepper akiwa kazini katika kliniki ya macho anashangaa kumwona Margaret akiingia kupimwa macho. Anapata nafasi ya kumhudumia na ndipo anagundua jina lake halisi ni Julia. Wanazungumza kwa urafiki na Julia anamwalika Pepper kwenda naye spa mwishoni mwa wiki. Pepper anakubali na kuamua kuendelea kumjua zaidi. Usiku huo Thomas anamwona Brent akiwa amemleta mwanamke mwingine nyumbani na kufanya naye mapenzi bila haya. Pepper anapomwambia Thomas kwamba anahisi vibaya kwa Julia na anataka kumwambia ukweli kuhusu mume wake, Thomas anachoka na kumwambia wamepitiliza mipaka na wanapaswa kuacha kufuatilia maisha ya watu wengine. Pepper anakataa na bado anamtazama Julia usiku huo akiwa amevaa nguo za kuvutia akijaribu kumvutia mume wake, lakini Brent anajifanya hana hamu na kumwacha peke yake kitandani. Hisia za Pepper kwa Julia zinageuka kuwa huruma ya kina na wivu wa siri, huku akiamua kufanya jambo la kumlinda bila kujali matokeo. Mwisho wa wiki Pepper anakwenda spa na Julia na wanazidi kuwa karibu zaidi. Anajua kwamba jina halisi la Brent ni Seb na kwamba ni mpiga picha maarufu anayejulikana kwa kazi zake za kuvutia. Wakati wanazungumza, Julia anamwambia kwamba maisha yake si mazuri sana ila bado anampenda mume wake licha ya kuumizwa mara kwa mara. Siku chache baadaye Pepper anaendelea kumchunguza Seb kupitia dirisha na kila siku anamwona akiwa na wanawake tofauti. Usiku mmoja baada ya Thomas kulala, Pepper anaendelea kutazama upande wa Seb na kumwona Julia akisoma kitabu peke yake huku Seb akiwa amelala. Anahisi ni wakati wa kumwambia ukweli kuhusu mume wake, kwa hiyo anajaribu kuunganisha kompyuta yake na printer ya Julia kupitia mtandao, na baada ya kufanikiwa anatuma ujumbe usiojulikana unaosema kwamba mume wake anamchepuka. Muda huo Thomas anaamka na kumkuta Pepper akiandika kitu kwenye kompyuta, lakini anapomuuliza anamuomba akae kimya ili waone kinachoendelea. Muda mfupi baadaye Julia anaenda bafuni na kugundua kondomu kwenye pipa la taka, jambo linalothibitisha hofu yake. Thomas anapatwa na wasiwasi na kumkemea Pepper kwa kushiriki jambo hili, akisema kuwa amekuwa na uraibu wa kufuatilia maisha ya watu. Pepper anamkumbusha kwamba hata yeye alishiriki tangu mwanzo, hivyo hawezi kumlaumu peke yake. Wanapokuwa wakibishana, wanamuona Julia akichukua kisu na kumfuata Seb kitandani akiwa na hasira, lakini anasimama dakika ya mwisho na kulia. Thomas anatetemeka kwa hofu na anatupa lenzi akimwambia Pepper aache upumbavu huu mara moja. Asubuhi inayofuata Thomas na Pepper wanakaa pamoja wakijadili matukio yote yaliyopita na kuamua kwamba ni bora waache kabisa kufuatilia maisha ya Seb na Julia, kwani mambo yamekuwa mabaya mno. Lakini ghafla Pepper anatupa macho upande wa pili na kuona Seb amemshika Julia aliyekufa bafuni, damu ikitiririka shingoni kana kwamba amejikata mwenyewe. Wanabaki wameduaa bila kujua la kufanya. Thomas anakasirika na kumwambia Pepper kuwa yote haya yametokea kwa sababu ya udadisi wake wa kupita kiasi na kwamba alimwonya mara nyingi lakini hakumsikiliza. Baada ya siku chache Pepper anabaki mwenye huzuni na hatia, lakini bado anamwangalia Seb kila siku kupitia dirisha. Anamwona akinywa pombe kila usiku akijaribu kusahau huzuni ya kumpoteza Julia. Siku moja Seb anatoka kuelekea bar na Pepper anaamua kumfuata kwa siri. Anapofika bar, Seb anamwona na wanazungumza kwa urafiki kama watu waliokutana kwa bahati. Seb anamwambia kuwa anaishi kipindi kigumu zaidi maishani mwake baada ya kumpoteza mke wake. Baada ya muda anamwalika Pepper kwenda naye nyumbani ili ampige picha chache kama sehemu ya kazi yake na Pepper anakubali. Seb anampiga picha za kawaida kisha anamshawishi apige akiwa uchi. Pepper anakubali taratibu na hatimaye wanashiriki mapenzi bila
Tuandikie kwenye comment movie yako pendwa, ile iliyokufanya ucheke, ulie au hata kusahau muda. Kumbuka hii unayoangalia sasa pia ilichaguliwa na mtazamaji kama wewe, na ya kwako inaweza kuwa inayofuata. Kujua macho ya Thomas yatamwona. Asubuhi inayofuata Pepper anavaa nguo zake na kurudi nyumbani akiwa na mchanganyiko wa hisia, lakini anapofika anashangaa kuona Thomas amening'inia kwenye dari akiwa amekufa. Anadondosha pochi chini na kupiga kelele, huku machozi yakimtiririka bila kudhibitika. Siku kadhaa baadaye mazishi ya Thomas yanafanyika na Pepper anabaki akiwa mwenye huzuni ya kina, akijilaumu kwa kila kilichotokea. Baada ya mazishi anakutana na rafiki yake Ari na kumweleza kila kitu kilichoendelea. Ari anajaribu kumtuliza akimwambia asiwe akijilaumu kwa sababu hangeweza kujua matokeo ya matendo yao, lakini Pepper anasema lazima akabiliane na Seb kwa mara ya mwisho, labda itampa utulivu. Hivyo wanaamua kwenda kwenye maonyesho mapya ya picha ambazo Seb alikuwa akizindua. Ndani ya ukumbi Seb anatoa hotuba akieleza kuwa mradi huu mpya ni ushirikiano kati yake na mkewe Julia, jambo linalomshangaza Pepper kwani alidhani Julia alikufa. Ghafla Julia anaonekana jukwaani akiwa hai na mwenye tabasamu. Pepper anabaki ameduaa na kushindwa kuamini macho yake. Picha ya kwanza kuonyeshwa ni ya uchi wake akiwa amelala kitandani wakati alipokuwa akipigwa picha na Seb. Julia anaendelea kutoa hotuba akifichua kwamba Pepper na Thomas walikuwa wahusika wa mradi wao wa kisanii bila hata kujua. Julia anaendelea kueleza mbele ya hadhira kwamba nyumba walioikodisha Pepper na Thomas ilikuwa mali yao, na ndani ya mkataba wa upangaji kulikuwa na kipengele kilichoruhusu wenza hao kupigwa picha kwa madhumuni ya kazi ya sanaa. Picha zinazofuata zinaonyeshwa kwenye skrini zikionyesha maisha ya Pepper na Thomas tangu siku walioingia kwenye nyumba hiyo hadi wakati wa mwisho wa maisha ya Thomas. Picha ya mwisho inaonyesha mwili wa Thomas ukining'inia dari huku Pepper akiwa amesimama chini kwa mshtuko. Umati wote unashangazwa na kazi hiyo huku Pepper akitetemeka kwa aibu na hasira kali. Anatoka mbio nje ya ukumbi huku machozi yakimtiririka. Anafika kwenye ghorofa ya Seb na Julia na kugundua chumba cha siri kilichojaa kamera zilizoelekezwa kwenye nyumba yao ya zamani na kuta zilizojaa picha zao. Moyo wake unajaa chuki na machungu, akiamua kuondoka kabisa kwenye nyumba hiyo. Wakati anapopakua vitu vyake anatazama chini kwenye kisanduku cha chakula cha ndege na kuona ndege wote waliokuwa wakila pale wakiwa wamekufa. Anagundua kuwa kinywaji kilichotumika kuliwapa sumu. Hasira yake inawaka upya, akijiandaa kulipiza kisasi kwa wanandoa hao waliocheza akili zake na kuharibu maisha yake. Baada ya maonyesho kufanikiwa, Seb na Julia wanarejea nyumbani wakiwa na furaha kubwa, wakizungumza kuhusu mahojiano waliopanga kufanya ili kutangaza zaidi kazi yao mpya. Wanapofika mlangoni wanakuta chupa ya divai ikiwa na maandiko ya pongezi kwa mafanikio yao. Wanaipeleka ndani na kuifungua bila kusita, wakinywa huku wakicheka bila kujua kuwa divai hiyo imetengenezwa kwa hila. Muda mfupi baadaye printer yao inaanza kufanya kazi yenyewe na kutoa ujumbe ulioandikwa kwamba Pepper anajua waliomuua Thomas. Wanashituka na kukimbilia dirishani ambako wanamuona Pepper amesimama juu ya paa akiwa amewatazama kwa macho baridi. Wanakimbia nje kumfuata kwa hofu kwamba atawafichua. Pepper anawaongoza hadi kwenye kliniki yake ya macho ambako anawakaribisha ndani kwa utulivu wa ajabu. Akiwaangalia kwa utulivu anawaambia kwamba anajua kila kitu, ikiwemo sumu iliyotumika kumuua Thomas na namna walivyogeuza maisha yake kuwa mchezo. Ghafla Julia anaanza kujisikia kizunguzungu na kudondoka chini huku Seb naye akianza kupoteza fahamu. Pepper anawatazama Seb na Julia wakiwa wamezimia chini ya sakafu ya kliniki huku akitabasamu kwa utulivu wa kishetani. Anawakaribia na kuwaweka chini ya mashine za upasuaji wa macho, kisha anawafunga mikono yao vizuri ili wasijisogeze. Anawasha mashine hizo na kuziweka karibu na macho yao. Mwanga mkali unaanza kuwaka huku harufu ya ngozi inayoungua ikijaa chumbani. Pepper anawaambia kuwa sasa wataishi maisha yale yale ya giza aliyoyapitia yeye. Baada ya muda macho yao yanachomeka na wote wanapoteza uwezo wa kuona kabisa. Baadaye wanandoa hao sasa wakiwa vipofu wanaonekana wakiishi katika giza ndani ya nyumba yao wakiwa wakitegemeana kwa kila jambo. Kamera inaonyesha wanandoa wapya wakihamia kwenye nyumba ile ile aliyokuwa akiishi Pepper na Thomas, huku Pepper akiwatazama kutoka juu ya paa akiwa amevalia koti jeusi na binokula mikononi. Anatazama Seb na Julia vipofu wakihangaika bila msaada, kisha anatabasamu kwa uchungu. Anaweka chini binokula zake na kuondoka taratibu huku upepo ukipuliza nywele zake nyuma, akimaanisha mwisho wa mchezo. Unataka kuklik ili kuondoka, ila na kuomba uweze kunipatia sekunde yako moja. Imenichukua masaa 5 kutafuta movie, imenichukua masaa 6 kuweza kutengeneza script, na imenichukua masaa 7 kuweza kuandaa video nzima na MB za kutosha ili kukufikia wewe kuenjoy. Ila nachokuomba ni kuweza kubonyeza kitufe cha subscribe. Haitokugharimu gharama yoyote, hautopungukiwa na chochote, ila zaidi utaweza kupata furaha kwa sababu nita upload movie ambayo utaitaka kwenye comment section. So please subscribe.